Na mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa popote pale ulipo, karibu katika kipindi maalum ambacho tunaangazia mwendelezo wa kile ambacho kinafanyika hapa 88 mkoani Morogoro, wakati huu ambapo wakulima, wafugaji na wavuvi wanasherehekea mavuno, wanasherehekea mambo mazuri ambayo wameyafanya kwa kipindi cha mwaka mzima, na Bodi ya Sukari Tanzania wameshiriki katika maonyesho haya kutoka kanda hii ya Mashariki. Lakini mambo gani mazuri ambayo bodi anayafanya utayafahamu kupitia kipindi hiki. Majina yangu ni Violet Mwanisawa, mkurugenzi wa mipango na maendeleo Bodi ya Sukari. Tuko hapa kwenye banda la Bodi ya Sukari katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Nyerere Morogoro, tukishiriki maonyesho ya kanda ya Mashariki. Na katika banda hili tuko na wadau wetu wa tasnia ya sukari ambao ni TARI Kibaha, Chuo cha Sukari cha Taifa Kidatu, Kampuni ya Sukari Kilombero, Kampuni ya Sukari Mtibwa, Kampuni ya Sukari Bagamoyo na Kampuni ya Sukari Mkulazi. Lakini vile vile tuna wakulima wetu wa mua ambao wanatoka katika bonde la Kilombero, Mtibwa pamoja na Manyara. Kwa hiyo nawakaribisha wote kwa ajili ya kuja kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mua, lakini pia kuangalia mtambo unaotumika kwa ajili ya kutengeneza sukari, mfano wa mtambo wa kutengeneza sukari. Karibuni sana wananchi wote muweze kushiriki nasi tuko tayari kuwahudumia. Asanteni sana. Naam, mtazamaji, huu ni mtambo wa kutibu miwa na mtambo huu, kwa sababu kuna mtaalamu mwenyewe wa kilimo hapa, atatuelezea kwa namna gani unafanya kazi na unamsaidiaje mkulima wa miwa. Karibu sana mama. Asante. Naitwa Mwanaidi Jafari, ni mtaalamu wa kilimo. Huu mtambo ni mfano wa mtambo wa maji moto kwa ajili ya kutibu mbegu za miwa kwa lengo la kuondoa vimelea vya magonjwa na wadudu, na hasa ugonjwa wa udumavu wa miwa. Mbegu inapodumbukizwa kwenye mtambo huu huwa inakaa kwa muda wa masaa 2 katika nyuzi joto 50. Kwa utafiti uliofanyika, joto hilo linaonekana lina uwezo kabisa wa kuua hao bakteria. Na baada ya muda huo mbegu inatolewa na kupelekwa kwenye vitaru vya mbegu. Wakulima wao hawawezi kutumia mbegu inayotoka moja kwa moja hapa, badala yake wanatumia ile mbegu inayotoka kwenye vitaru, kwa sababu kiasi kinachozalishwa hapa ni kidogo sana, hakiwezi kutosheleza mahitaji. Na tunapozungumzia tija ya kilimo cha miwa, zao la miwa, ni lazima mkulima aanze na mbegu iliyopitia hatua hii. Vinginevyo hatuwezi tukapata hiyo tija, kwa sababu maambukizi ya magonjwa na wadudu yatakuwa kwa kiwango kikubwa. Mtu anaweza akajiuliza kwamba mua unatibiwaje, na ukiutibu mua mapema hivi unakwenda kumsaidiaje mkulima, kwa sababu unajua kuna magonjwa kama udumavu wa miwa na mambo mengine. Nashukuru sana. Wakulima wengi sasa hivi wameshafahamu. Wale ambao wanatumia mbegu kutoka viwanda vya sukari ambako ndiko vitalu vinapatikana, wengi ile tija wanaiona. Na wale ambao wanatumia mbegu kutoka kwenye vyanzo ambavyo sio sahihi, wengi hawapati kile kiwango cha mazao kinachohitajika. Kwa wameona umuhimu wa kutumia mbegu kutoka kwenye vitalu vilivyoidhinishwa ambavyo vinapatikana kwenye viwanda vya sukari. Lakini pia kwa sasa hivi Bodi ya Sukari na wao wameanzisha utaratibu wa kuzalisha mbegu. Kuna vitalu ambavyo wamevianzisha, nafikiri vitazungumziwa zaidi mtakapofika kwenye section ya Bodi ya Sukari. Lengo ni kuwasaidia wakulima wapate mbegu bora na kwa wakati. Sawa. Na mtambo huu mkulima wa kawaida anaweza akaufunga shambani kwake, au mpaka aende kwenye viwanda vikubwa waende wamsafishie na wamtibie ndio anakwenda kutumia shambani? Okay, nashukuru sana. Mitambo kama hii kwa wakulima bado haijaanza, lakini kwa sasa hivi tunawashauri wapate kutoka kwenye vitalu vya viwanda, na kinachotakiwa tu ni mkulima kutoa oda yake mapema na ajue ni aina gani ya mbegu anapanda, kwa sababu wanafahamu mbegu ambazo zinatumika kwa wakulima hadi sasa ni zipi. Kwa mfano tuna R570 ambao kwa sasa hivi inafanya vizuri, na kuna mbegu kama Tariska 1 na Tariska 2 nazo pia zinafanya vizuri kwa upande wa wakulima, pamoja na N41, na hizo zote zinapatikana. Naam. Sawa, tuko hapa Bodi ya Sukari Tanzania, na hapa niko na mtaalamu
wa kilimo cha mua, ndugu yangu hapa, ambaye yeye atatuambia namna gani mbegu za kisasa zimeingia Tanzania na zinatumikaje, mua unapandwaje, unachukua muda gani kuota ili baadaye tupate mavuno bora zaidi. Kaka, habari ya wakati huu? Salama, habari za asubuhi. Salama kabisa. Hongera sana kwa majukumu na tumefurahi kukuona kwamba mtaalamu tuko naye hapa. Nashukuru sana, karibuni sana Banda la Sukari Morogoro. Naam. Kwa kifupi ningependa kuelezea namna gani kilimo cha miwa kinafanyika. Nafikiri tumeona awali jinsi ya kuandaa mbegu bora. Kilimo chochote lazima msingi wa kwanza ni mbegu bora. Na ukishakuwa na mbegu bora, kinachofuata ni namna ya maandalizi ya shamba na namna ya kuipanda ile mbegu, kuhakikisha mbegu inaota na kupata mazao yale ambayo umetarajia uyapate. Sasa kwa hatua ya awali kabisa, wakati wa kuandaa shamba lako kwa mara ya kwanza, kama utalilima, litakuwa na muonekano kama huu, ambao hapa kutakuwa na mabonge makubwa sana. Shamba likiwa kwenye hali kama hii, hauwezi ukapanda mbegu yoyote. Kwa hiyo kinachotakiwa kama mkulima, inabidi ulime awamu ya kwanza, unalima awamu ya pili na unalima awamu ya tatu kama ikilazimika, ili upate udongo ambao una uwezo wa kufanya mbegu iote vizuri sana. Kwa hiyo ukishajihakikishia shamba lako umelilima na liko vizuri, kinachofuata ni namna ya upandaji. Namna gani unapanda? Kienyeji kule nyumbani tunapanda kwa staili kama hii ambayo mnayoiona hapa. Hii ndo upandaji wa mua kwa njia ya kienyeji. Hatushauri tutumie njia hii kwa sababu hii njia ni ya zamani na hawezi ukafanya kwenye kilimo kikubwa cha uzalishaji wa miwa kwa ajili ya kutengeneza sukari. Lakini sasa hivi kwenye upande wa kupanda mbegu ya miwa tunapanda kwa staili kama hii. Unaweza ukaona hapa jinsi gani tumepanda na tumeweza kuotesha kule. Unaweza ukapanda kwa njia pacha kama hivi, tunaita 200 kwa maana zinakuwa mbegu mbili, lakini pia una uwezo wa kupanda kwa 150%, tunasema 1.5, lakini pia unaweza ukapanda kwa staili ya 100% kwa maana ya mbegu moja. Hii inatofautiana kulingana na ubora wa mbegu. Utatumia 200% kama utakuwa na hofu juu ya uotaji wa mbegu yako. Yaani kama una hofu kwamba haiwezi ikaota kwa 100%, basi itakulazimu uongeze idadi ya mbegu kidogo ili uhakikishe shamba lako mua unaota vizuri. Vile hapa unapotumia 150%, lakini kama utakuwa na uhakika kwamba mbegu yako ina uwezo wa kuota 100%, hakuna ulazima wa kuweka mbegu nyingi, kwa sababu unavyoongeza mbegu pia unaongeza gharama za uzalishaji. Sisi wakulima mara zote tunaangalia sana gharama za uzalishaji. Ili upate tija, maana yake lazima gharama ziwe chini, ili unapokuja kuvuna na kuuza unapata unapata kile kipato ambacho ulikuwa unakitarajia. Sasa hapa ipi ni mfumo upi mzuri ambao nyinyi wataalamu mnashauri kwamba ukitumika huu mkulima atapata tija baadaye? Kwa mkulima, tunachoshauri kwa mkulima atumie kuanzia 150%, lakini hii inaenda sambamba kwa mkulima ambaye anaanza. Uwaga tunapenda kushauri ajikite zaidi kwenye aina ya mbegu ambayo anayotumia, yaani ubora wa mbegu, kwa sababu kama utakuwa na mbegu ambayo ni bora, haitakulazimu utumie mbegu nyingi, unatumia 100%. Lakini kama utakuwa na mashaka na unatumia 150%, lakini kama utakuwa na mashaka zaidi unatumia 200%. Kwa hiyo kama hali ya mazingira yako vizuri na uhakika wa maji ya kumwagilia, lakini pia mbegu yako iko vizuri, unatumia hii. Kwa sababu gani? Hii mkulima inamsaidia kwamba hatumii gharama kubwa kwenye mbegu, inasaidia kupunguza gharama ya uendeshaji. Lakini kama utakuwa na msingi mzuri wa mbegu, ukipanda hii unajihakikishia zaidi shamba lako linakuwa na mavuno ya kutosha sana, kwa sababu hakutakuwa na nafasi kati ya shina moja la mua na shina lingine, kwa sababu hii inakuhakikishia uotaji mzuri. Kwa hiyo hizi zote ni staili mzuri, lakini inategemea uko katika mazingira gani na mbegu unayoitumia. Shukrani sana. Asante sana. Lakini sambamba na hilo, tuna staili nyingine hii ambayo tunaitumia kwa kuotesha jicho. Hii inatumika mara nyingi kwenye majaribio, lakini pia hii inatumika pale inapokuwa kama mtu labda anataka kuhamisha mbegu. Mtu mwingine yuko Morogoro lakini anataka kupeleka mbegu labda Kagera. Kukata mua mkubwa na kupakiza kwenye magari kupeleka Kagera inakuwa kidogo, gharama inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu akikata jicho kama hili akaweka kwenye magunia vizuri, inarahisisha, inapunguza gharama za uzalishaji. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi na ana uwezo wa kupeleka kiwango kikubwa cha mbegu bila kutumia gharama
kubwa. Kwa hiyo hii nayo tunatumika, lakini pia tunatumia saa nyingine unaweza ukapanda kama vile, lakini mua usiote sehemu zote. Kwa hiyo ukitumia kama hivi haya macho ukaotesha kwenye viriba kama hivi, baadaye ukatumia kwenda kujazia zile sehemu ambazo mua haujaota vizuri, inakuwa ni rahisi zaidi kulinganisha na kuchukua mbegu na kuweka na kufikia. Yes. Mua unachukua siku ngapi kuanzia kuupanda mpaka kuja kuvuna? Mua ukishaupanda unaanza ndani ya wiki 2 mpaka wiki 3 unakuwa umeshaota tayari, umetokeza juu. Okay. Yes, lakini kwa ukanda wetu huu mua kuvuna tunaanza miezi 9 hadi 12. Miezi 12 ndio standard kwa ukanda wetu. Lakini inatofautiana kidogo, kenda upande kwa mfano Kagera kule, kutokana na hali ya hewa kule tofauti kidogo na huku, kule wanaenda mpaka miezi 15. Hiyo ni kawaida, lakini kwa ukanda wetu wa Morogoro miezi 9 mpaka miezi 12 mua unakuwa uko vizuri kabisa kwa ajili ya kuiva. Tunasema mua umeiva muda huu. Okay. Na hii ni mbegu ambayo imefanywa utafiti, mbegu ya kisasa hakuna mbegu ya muda mfupi kwamba miezi 6 tumevuna tayari na inaanza kutumika. Hapana, mua kidogo ni tofauti na nyanya, mahindi, mpunga. Mua uko ni zao la muda mrefu, sio la muda mfupi. Kwa hiyo angalau mwaka mmoja. Na ndio maana tunasema kuanzia miezi 9 mpaka miezi 12 ni zao la msimu mzima. Yes, bado tukiwa hapa Bodi ya Sukari Tanzania, unaambiwa kwamba ukikosea kwenye kupanda unaweza ukapata mavuno machache sana, na ukipatia basi utakuwa umeula. Na hapa tuko na mtaalamu ambaye atuelekeza namna gani mua unapandwa. Karibu sana kaka. Asante. Hapa tunaonyesha ni jinsi gani naitwa Enoch Paul Luhele, ni afisa huduma kwa wakulima. Hapa tunaonyesha ni jinsi gani ambavyo matuta yanalala nafasi kati tuta moja tuta jingine. Kawaida wakulima wetu wanapanda nafasi moja tuta jingine kwa sentimita 120 au mita 1.2. Sababu ya kufanya hivi ni kwamba awe na kiwango stahiki cha matuta katika eneo analopanda. Lakini upande mwingine tutakuwa na wakulima wanapanda mita 1.5 sentimita 150. Hawa ni wakulima wale ambao kidogo katikati wanaongeza mazao ya chakula kama mahindi. Zao la mua ni zao ambalo linachanganyika mazao mengine. Kwa hiyo mtu mwingine anapanda miwa kidogo anapata na mazao ya chakula. Ana eneo moja anataka apate mahindi na mua. Kwa hiyo ule mwaka wa kwanza ambao anapanda huwa anachanganya na mahindi katikati. Lakini nafasi nyingine na sentimita 180 mita 1.8. Hasa kwa makampuni ambayo yanatumia vifaa vikubwa vya kusombea mua, kupalilia na kupiga dawa. Zile ni kwamba matairi yake ni mapana. Tunaepuka asije kanyaga juu ya tuta na kuweza kuharibu mua. Kwa sababu sisi mua unakaa mpaka miaka 5. Kama unakanyaga juu unaharibu machipukizi, utaweza kukaa muda mchache sana afu utakuwa umechoka. Tunazingatia vitu kama hivyo hapo. Sawa sawa. Yeah. Yaani miaka 5 kwa maana kwamba unaweza ukavuna mwaka wa kwanza, ukakata tu, ukachipua mwaka wa kwanza, mwaka pili pia ukavuna mpaka mwaka wa 5. Kinachofanyika ni kwamba unavyopanda mua, umepanda vizuri, mbegu nzuri, kila kitu vizuri. Mara ya kwanza unakata mua. Inaitwa PC, parent cane. Kinachofuata ni latuni namba 1. Yaani ule mua unahudumia vile vile ulivyokata, unachipuka mwingine. Unaweka mbolea, unamwagilia, unapalilia. Mwaka unaofuata tena unavuna latuni 2. Unafanya palizi, unaweka mbolea, unapalilia. Mpaka utakapoanza kuona kwamba mavuno yako yanaanza kushuka. Au wakati mwingine unataka kubadilisha mbegu. Mbegu ya kwanza hii hapa, aina hii hapa kutoka aina nyingine, unaweza ukachimbua. Okay. Yeah. Na kila mbegu ina namna yake ya upandaji ama ni mfumo mmoja katika mbegu tofauti? Mfumo ni mmoja. Mfumo ni mmoja. Lakini unaweza kukuta labda sehemu ambayo unalima unamwagilia kwa sasa hivi au kwa sasa hivi haumwagilii. Baada ya miaka 5 unaweza kaingiza maji na kumwagilia. Mbegu za tofautiana kulingana na sifa zake. Kuna mbegu ambayo inastahimili ukame, nyingine haiwezi kustahimili ukame. Labda umeshaona umepata mtaji mkubwa kuingiza mfumo wa umwagiliaji, ukaamua ile mbegu ambayo haistahimili ukame uiondoe, uweke mbegu ambayo inahitaji maji mengi kwa sababu maji umeshayapata na mtaji umeshaupata. Unaamua ile mbegu ya kwanza unaiua, unapiga dawa ya kuiua, unachimbua, unalima, unapanda ile mbegu ambayo inahitaji maji mengi kwa sababu mtaji umeshakuwa mkubwa na tayari unaweza ukamwagilia. Okay. Kwa hiyo kuna mbegu ambazo zinataka maji mengi na nyingine maji machache. Kwa sababu mara nyingi tumeona kuna mbegu za wanapanda kwenye mabonde na wengine wanapanda sehemu za miinuko. Inakuaje hapo?
Yaani jinsi ilivyo ni kwamba kila mbegu ina sifa zake. Mtaalamu wa kwanza kuonyesha aina za mbegu ambazo zipo. Kuna mbegu ambayo inastahimili ukame. Inastahimili ukame kwamba tukipanda bila kumwagilia unavuna vizuri. Lakini kuna mbegu nyingine ambayo yenyewe inahitaji maji mengi ndio ifanye vizuri zaidi. Mfano wa mbegu hiyo ni R579. R579 inafanya vizuri sana lakini inahitaji kiwango kingi cha maji. Sawa sawa. Yeah. Unamwambiaje mkulima wa mua azingatie mambo gani ya msingi kabisa? Mkulima wa mua cha kuzingatia ni kwamba kama ana mashamba yake aite wataalamu waangalie kinafaa kwa ajili ya kilimo cha mua. Baada ya hapo atasajiliwa na bodi ya sukari. Kilimo cha mua ni kilimo mtu alimi kiholela. Unasajiliwa kwanza, yani kama unapewa tiketi ya kulima mua. Kwa hiyo wataalamu wakague shamba lake, alafu watamshauri mbegu ipi apande kulingana na eneo lake lilivyo, liko sehemu gani. Na pia kulingana na mtaji wake alionao. Kama anaweza, kila mkulima anayo sifa kulima mua. Kama huna mtaji mkubwa utalima mbegu ambayo inaendana na mtaji wako na eneo lako. Utapata mapato mazuri. Lakini kama umeshalima umeendelea vizuri, unaweza kuingiza mfumo wa umwagiliaji ukavuna vizuri. Asante sana. Shukrani sana. Mtazamaji, mara baada ya kuwa tumeona namna gani ambavyo mbegu ya mua inaandaliwa na baadaye kupandwa, sasa huu ni tayari umekwishavunwa tayari na huu upo tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuzalisha sukari. Tukiwa hapa bodi ya sukari Tanzania na mtaalamu yuko hapa. Tuelekeze hapa, mua ukishakuwa tayari kama hivi unavunwaje? Sawa. Kwa majina yangu naitwa Rocky Makala, natokea kituo cha taasisi ya utafiti TARI Kibaha. Na niko hapa kuelezea namna nzuri ya kuweza kuvuna. Na kama ambavyo umeweza kujifunza kupitia kule kwa wataalamu wengine kwamba kwa ukanda wetu huu tunavuna miwa ambayo iko kwa muda wa miezi kuanzia miezi 9 mpaka miezi 12 kwa ukanda huu wa Morogoro. Japo kwa kanda nyingine kama kanda ya Kagera wanavuna kuanzia miezi 15 mpaka miezi 18. Kwa hiyo kama mkulima ameshaotesha miwa na imefikia kuanzia miezi 9 mpaka miezi 12, anaweza akaanza kufanya mavuno. Na kwenye upande wa uvunaji sasa kwenye upande wa uvunaji wa mua, wakati wa uvunaji tunavuna miwa kwa namna mbili tofauti. Kuna namna ya kwanza ambayo ni namna ya bila kuchoma. Namna ya bila kuchoma kitaalamu tunaita green harvest. Hii green harvest inafanyika hasa na watu wa viwanda kwa sababu pia ya swala la gharama za uvunaji. Kwa sababu green harvest pia linavunwa kwa kutumia mashine maalumu za uvunaji. Kwa hiyo kwa mkulima wa kawaida kufanya hii green harvest kidogo inakuwa ni changamoto kwa sababu gharama zake za uvunaji zinakuwa ni kubwa. Kwa sababu ukizungumzia mashamba au plantation kama kwenye viwanda, unakuta mashamba ni makubwa, mashamba ni mengi. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati mua umeshakuwa katika level ya kuvunwa, unakuwa umefunga. Hata jinsi ya kupita inakuwa ni ngumu. Kwa mkulima mdogo anapata changamoto kwenye swala la uvunaji. Hata wale wanaofanya kazi ya kukata ile miwa ili iweze kuwa tayari, tunawaita cane cutters, wanapata changamoto kwenye kuweza kupita ndani ya huo msitu wa miwa kwa ajili ya kuvuna. Ndio maana hii tunasema green harvest kidogo inakuwa ni changamoto katika uvunaji, hasa kwa mkulima wa kawaida ambaye ana kipato cha kawaida au kipato cha chini kwenye swala la uvunaji. Lakini kwa watu wa viwanda wanaweza wakafanya hiyo kwa sababu at least wao kidogo kwenye swala la kiteknolojia wako vizuri, wanaweza wakatumia mashine kwa ajili ya kuvuna. Kwa hiyo ni njia ya kwanza, kuvuna bila kuchoma, tunaita green harvest. Lakini njia ya pili ambayo inatumika sana hasa na wakulima, hasa wakulima wadogo, ni hii njia ya kuchoma mua. Ambapo wakati unaenda kuvuna, kinachofanyika yule mkulima ambaye yuko tayari kuvuna mua wake anachoma shamba lake la mua. Anachoma. Baada ya kuchoma ile shamba likishachomwa, sasa miwa inaonekana kama ambavyo unaona hapo. Kwamba inakuwa inakuwa iko tayari kwa ajili, na ni rahisi hata kwa wale cane cutters kuweza kupita katikati ya mashamba na kuweza kukata ile miwa. Sio kwamba wanasema ukichoma unaongezea sukari. Hapana, mua sukari yake inategemeana na maandalizi yako ya shamba. Kuanzia ulivyoanza maandalizi. Kwenye kuchoma iongezei sukari kwenye mua. Lakini kuchoma ni kwenye swala tu la kuhakikisha kurahisisha uvunaji wa mua wenyewe. Kwa kuchoma haiongezei sukari. Hapa ni kiwanda cha Mkulazi, banda lao hapa katika bodi ya sukari Tanzania. Wenyewe wanasema sukari ni Morogoro, Morogoro ni sukari. Mwenyekiti, karibu sana. Asante, jina langu ni Daktari Hildelita Msita, ni mwenyekiti wa bodi ya Mkulazi. Tuko hapa katika banda la bodi ya sukari, banda mama katika mkoa huu wa Morogoro, katika viwanja vya 88. Ninayo furaha kuambia kwamba kiwanda chetu cha Mkulazi kilianza
uzalishaji wake miaka 2 iliyopita, na sasa hivi uzalishaji umefika karibia 50% ya lengo letu, ambalo lengo letu tunaenda kulitimiza msimu ujao. Lakini ningependa niwaambie product au bidhaa tulizonazo pale Mkulazi Holding Company Limited. Tuna sukari ya majumbani, yani brown sugar, tuna sukari ya viwandani, industrial sugar au kipenda white sugar, lakini vile tunauza molasi. Tunayo mipango mingi tukishirikiana na Bodi ya Sukari kwa miongozo ya sheria ya sukari ya Tanzania. Tunajiandaa kufanya upanuaji wa bidhaa, yani kupata by product nyingi zaidi iwezekanavyo. Tuwakaribishe katika banda letu la Bodi ya Sukari specific hapa Mkulazi Holding Company ili uweze kujipatia bidhaa unazozihitaji kama nilivyozitaja. Asanteni sana na karibuni. Sana mwenyekiti, najua sasa mna product mbalimbali mnazalisha, lakini kwa namna gani sasa mmejipanga kwa ushirikiano wenu mzuri na Bodi ya Sukari Tanzania kuhakikisha kwamba mnaliteka soko la sukari na sukari inakuwa ya kutosha nchini? Kwanza kabisa niseme sukari yetu sisi ni ya viwango, inauzika mpaka nje ya nchi, sio tu Tanzania. Nchi za jirani wanapenda sukari yetu kwa sababu ya quality ya sukari tulionayo, lakini mikakati tulionayo kwamba tukiona sukari ya majumbani, yani brown sugar imefurika katika nchi yetu, sisi tutajikita zaidi kwenye sukari ya viwandani, na pia tuna mipango ya kuendelea kudiversify, yani kuongeza bidhaa nyingi zaidi zinazotokana na zao la mua, na kwa mtindo huo tunajua kwamba tutafanikiwa, hatutafeli kwenye masoko. Bodi ya Sukari wapo, wanatupa miongozo, wanatupa support, tunawashukuru sana, na sekta ya sukari inaendelea kukua. Lakini niwaambie, Morogoro ndo kitovu cha uzalishaji wa sukari. Karibuni sana banda la Bodi ya Sukari Tanzania Morogoro. Moja, tukiwa hapa bado Bodi ya Sukari Tanzania, tuko na ndege nyuki hapa, mtambo mkubwa kabisa drone, ambayo inatumika kwenye kusambaza mbolea na mambo mengine pia shambani, kwa sababu teknolojia sasa imeingia kwenye kilimo na hakuna budi na ni lazima pia wakulima waweze kuadapti ili kuongeza tija katika kilimo. Ndugu yangu Alois yuko hapa ambaye ndio mtaalamu mwenyewe. Alois, tuelezee kwanza inatumikaje hii, inaitwaje na uwezo wake kwenye ufanyaji wa kazi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Alois Bartholomeo, ni mtaalamu wa ndege nyuki. Na kwa hapa siku ya leo tuna ndege nyuki aina ya DJI Agras T50. Ni ndege nyuki ambayo inatumika kwenye kilimo, hasa kwenye upigaji wa dawa na usambazaji wa mbolea. Na ndege nyuki hii ina uwezo wa kubeba lita 40 kwa wakati mmoja. Na inasaidia sana wakulima, cha kwanza kwenye kuokoa muda, kwa sababu ndani ya dakika 20 inaweza kukamilisha hekta 3 kwenye kupiga dawa. Hekta 3 ni sawasawa na ekari 7.5. Kwa hiyo inamsaidia sana mkulima kuokoa muda, lakini kingine ni kuongeza ufanisi kwenye upigaji wa dawa. Tunajua tukiwa tunatumia bomba za mkono kunakuwa na makosa ya kibinadamu, lakini kwa kutumia teknolojia hii ya ndege nyuki makosa hayo hayatakuwepo. Kwa hiyo inaongeza ufanisi kwenye upigaji wa dawa, ambayo inaweza ikasaidia pia kupunguza matumizi ya dawa. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ndege nyuki hii inamilikiwa na Bodi ya Sukari Tanzania, na imekuwa msaada mkubwa sana kwa wakulima wa miwa, kwa kuwa Bodi ya Sukari inawakodisha wakulima hao wa miwa ndege nyuki hii kwa gharama ndogo sana, ambayo ni chini hata ya gharama ambayo ingetumika kwenye bomba za mkono za kawaida. Na Bodi ya Sukari inawakaribisha sana wakulima kuja kuangalia teknolojia hii, na wakiwa na uhitaji pia kuikodisha, unaweza wakawasiliana na Bodi ya Sukari na kupata huduma hii kwa urahisi sana. Na hii ni kwa wakulima wote, sio wale wakubwa tu, hata wadogo pia wanaruhusiwa kuja na wanaruhusiwa kukodisha pia. Kwa hiyo kiufupi ni hayo, na karibuni sana. Kwenye ufanisi wenyewe wa ufanyaji kazi, ni kwa namna gani inaweza ikamsaidia mkulima kwa eneo kubwa kupulizia dawa kwa wakati mmoja? Kwa wakati mmoja inamsaidia sana mkulima, kama nilivyosema mwanzo kwamba ndani ya dakika 20 tunaweza kukamilisha hekta 3. Na tunajua hiyo kazi ingekuwa inafanywa kwa bomba za kawaida za mkono,
inawezekana ingetumia muda mrefu sana, lakini kwa kutumia teknolojia hii inamsaidia sana mkulima huyo kuokoa muda, kazi hii kufanyika kwa muda mfupi, lakini pia kuondoa usumbufu wa management, kwa sababu kazi ambayo inafanya drone hii inawezekana ingehitaji watu wengi sana kuifanya, lakini kifaa kimoja tu kina uwezo kukamilisha kazi yote hiyo. Kwa hiyo inapunguza ule usumbufu pia wa management kwa shambani kwa yule mkulima mwenye hilo shamba, na anakuwa na uhakika kwamba dawa hiyo anayopiga labda inakuwa imefika kila sehemu ya shamba lake, kwa sababu hakuna yale makosa ya binadamu kwamba kuna sehemu labda itakuwa imeachwa, kuna sehemu itakuwa imepigwa dawa kidogo, kuna sehemu mtu atakuwa amezidisha dawa. Hapana, kwa sababu drone hii tunafanya mapping kwanza. Tukishafanya mapping, tunaipa kiwango cha dawa ambacho tunataka kipigwe, na tukishaanza flight, teknolojia yetu inahakikisha kwamba kiwango kile cha dawa tunachohitaji kipigwe ndicho kitakachopigwa bila kuzidishwa wala kupunguzwa. Kwa hiyo inamsaidia sana mkulima kwenye teknolojia hii. Shukrani sana ndugu yangu Alois. Ya, karibu sana. Hapa ni Bodi ya Sukari Tanzania, na nyuma yangu ni banda hili la Kilombero Sugar Company, ambapo mwaka huu wanajinasibu kwamba wameboresha huduma kutokana na mashirikiano mazuri kati ya Kilombero Sugar Company pamoja na Bodi ya Sukari Tanzania. Yuko hapa bosi wetu. Habari? Salama, habari. Hongera sana kwa kuhudhuria na wewe Nane Nane kwa mwaka 2026. Asante sana, karibu sana kwenye banda letu la Kilombero Sugar. Sawa sawa. Mnatunyima nini huko, na nyie mmekuwa na ushirikiano mzuri sana Bodi ya Sukari Tanzania. Ni kwa namna gani huduma zenu zimekuwa na mnafanya vizuri sokoni? Kiukweli kitu kikubwa ambacho naweza nikakizungumzia ni sukari. Yaani hapa ni bwana sukari, ndo habari ya mjini, na niseme tu labda kwa ujumla, Bodi ya Sukari kiukweli wamekuwa ni wadau wetu wakubwa sana kwenye hii tasnia ya sukari, ili kuhakikisha kwamba tunapelekea uwepo wa sukari nchini, utoshelevu wa sukari nchini kwenye nchi yetu katika uwekezaji tofauti tofauti ambao tunaufanya kwa upande wa Kilombero Sugar. Okay. Na kimekuwa kilio cha muda mrefu, lakini kwa kitatua, na nimesikia kwamba mnaongeza upanuzi katika mitambo ya kisasa ili kuhakikisha kwamba miwa ambayo inaingia pale kiwandani inachakatwa vya kutosha na sukari inapatikana ya kutosha. Ni kwa namna gani mmepanua hapo katika uzalishaji wenyewe? Asante sana. Kiukweli sasa hivi tuna kiwanda kikubwa sana ambako ni kipya na cha kisasa zaidi chenye miundombinu ya kisasa, ambacho tunaamini kufikia mwaka 2030 2031 tutakuwa tumechangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye upatikanaji na utoshelevu wa sukari nchini kwetu, na kiwanda hiki tunategemea kitakuwa na uzalishaji kufikia tani 271,000 ifikapo huo mwaka, wakati kwa sasa tuna uwezo wa kuzalisha tani 126,000 kwa msimu mmoja. Lakini sio hivyo tu, tunaenda kuwafikia wakulima kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hivi tuna wakulima wanaokadiriwa 9,000, lakini kufikia mwaka 2030-31 tutakuwa na wakulima zaidi ya 16,000, na hivyo sasa kupelekea kuongeza uzalishaji wa mua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kiwanda kipo na kinakula mua. Kwa sasa hivi wakulima wana uwezo wa kuchangia mapato zaidi ya bilioni 75 kwa mwaka, lakini ifikapo mwaka 2030 na 31 tunaitafuta bilioni 150 kuchangia kwenye mapato ya nchi yetu. Lakini sio hivyo tu, kiwanda pia kitakuwa kinachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia zaidi ya mara 2 ya uchumi wa sasa hivi ambao tunauchangia kwenye pato la taifa. Kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha tunachangia zaidi ya bilioni 340, lakini kufikia 2030 2031 tutakuwa na uwezo wa kuchangia zaidi ya bilioni 750 kwa pato la taifa. Kwa hiyo tunaona ni namna gani kwenye hii tasnia ya sukari kupitia kiwanda chetu kikubwa kipya chenye uwezo mkubwa cha K4 tunaenda kuchangia upatikanaji wa sukari katika nchi yetu, lakini kuchangia dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Nyuma yangu ni majina ya taasisi mbalimbali ambazo zimeshiriki hapa katika banda hili la Bodi ya Sukari Tanzania, na kufikia hapa ndio tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Mimi naitwa Nelson Munema, endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.